Naam, bila shaka pasipokuwa na shaka umzima wa afya, karibu ikiwa ni siku nyingine tena ya tarehe 19 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Asante sana kwa kuwe mtazamaji kwa kuweza kuungana nasi kuanzia asubuhi ya leo. Hii ni Baragum Live, tamati ni saa 1 kamili asubuhi, na mtazamaji, yako mambo mengi sana ambayo tutaweza kuangazia katika siku ya leo, lakini pia na mahojiano ya wageni. Lakini bila kusahau kwamba leo ni Jumatatu, tutajiunga na wenzetu moja kwa moja kutoka Dodoma ambao watafanya mahojiano kwa siku ya leo. Mimi ni Emmanuel Makapotela, mwenzangu ni Dorcas Rems Mtenga, nikimtazama hapa na tabasamu la AFCON 2025. Habari ya asubuhi Dorcas Rems Mtenga. Habari ni njema kabisa. Ndio. Weekend yako imeendaje? Weekend imekuwa nzuri. Ilikuwa nzuri Nzuri na tulivu sana. Sijui labda nikuulize wewe. Kwa sisi kwa kweli wapenzi wa soka imekuwa ni AFCON nzuri na AFCON ya kipekee kweli kweli, kwa sababu yalifanyika fainali za AFCON 2025 kati ya Senegal pamoja na wenyeji Morocco pale. Tufahamu kwamba na sisi Tanzania michuano hii tuliweza kushiriki, lakini tukaishia katika hatua ambayo tulipaswa kuishia, lakini sio kwa maana kwamba eti tulifanya vibaya sana, hapa tulifanya vizuri sana Dorcas. Kwa hiyo kwa sisi wanasoka weekend ilikuwa vizuri sana. Umesema nzuri na ya kipekee. Uzuri wake nini na upekee wake nini AFCON? Kwanza maandalizi ya wenzetu wa Morocco kwa kweli ni mashindano ambayo waliandaa vizuri sana, kitu cha kwanza. Lakini pia hata fainali zenyewe, lakini pia hata ndani ya mchezo wenyewe ulipofanyika, kwa sababu watu wanasema vipi, namna gani lile bora kama goli, wengine sio goli, goli sio goli, lakini kwa asilimia kubwa nadhani watu wanashuhudia mbona kama Senegal walipata goli, na baadaye yakafanyika madhambi ambayo walifanya na timu ya mchezaji wa Senegal. Baadaye refa akaamua kwamba sasa ni mkwaju wa penati. Watu wakaanza kulinganisha, mbona lile ukwenda kuangalia kwenye VAR alafu hili hapa umekwenda kwenye VAR, una maana gani? Senegal baadaye wakataka kususia mechi, kocha akaamuru timu yao ifanyeje, itoke nje. Umeona, kitu ambacho ni mara chache sana kwenye ulimwengu wa soka kufanya kitu kama hiki hapa. Lakini baadaye kuonyesha nyota wa mchezo wa Senegal, timu ya taifa, Sadio Mane, lakini akaamurisha wachezaji waweze kufanyaje, kurejea uwanjani. Kama alikuwa anajua hivi kwamba licha ya kuonewa kote lakini ushindi ni kweli. Mazuri hapo yanakuja. Na mimi baada ya mechi nikawaandikia ujumbe kwamba imani yenu Senegal imewaponya. Wewe ndio uliandikia? Nikamwambia na Mungu akitaka kukupa hakuandikii barua. Umeona Asio ukakuta baraka inakuja afu unaikwepa mwenyewe. Unaikwepa mwenyewe. Sasa kwa sisi wa Tanzania mimi nimeona upekee wake ni namna ambavyo na sisi tumepokea bendera, tumepokea kijiji. Naam. Ndio. AFCON ijayo ndio. Ni kati ya nchi ambazo nchi hizi tatu ndio tutakuwa wenyewe. Sasa. Kwa hiyo kwa haraka ni kwamba michuano ya mataifa AFCON 2025 imefikia tamati rasmi jana kufuatia mchezo wa fainali uliokutanisha wenyeji Morocco dhidi ya Senegal. Mchezo huo ulihitimishwa kwa Senegal kuibuka na ushindi wa bao 1-0 katika muda wa nyongeza, wenyewe wanasema extra time, baada ya timu hizo kushindwa kufungana dakika 90 za kawaida. Hasa bao pekee la ushindi la Senegal lilifungwa na Pape Gueye katika dakika ya 94 kupitia shuti kali la nje eneo la mita 18, bao lililohakikishia Senegal taji la ubingwa. Hata hivyo, pamoja na ubora wa mchezo huo, fainali iligubikwa na matukio ya utata nje ya uwanja ya kususia mchezo kabla ya baadaye kurejea uwanjani na kuendelea na mchezo huo. Na kama ambavyo umezungumza Dorcas kwamba kabla ya hafla ya ugawaji wa zawadi, mataifa yatakayokuwa wenyeji wa michuano ijayo ya AFCON 2027, Tanzania, Kenya na Uganda yalikabidhiwa rasmi bendera kama ishara ya kukabidhiwa kijiti cha wenyeji wa michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Na sisi tulimuona kule mheshimiwa mwenye dhamana ya michezo ya wizara yake Paul Christian Makonda alikuwepo kule akishuhudia, ingawa sikujua kwa siku ya jana alikuwa anashabikia timu gani, lakini mimi nilimuona ni mtu mwenye furaha. Huenda furaha ile ilitokana kwamba sasa bendera hii hapa tunakuja, anapokea kijiti. Ndio. Sawa. Basi hongera sana kwao. Sana. Ni maombi yetu na sisi siku moja tukiwa hai
tushuhudie kwa Tanzania kabisa. Na sio muda mrefu. Amin. Tutashuhudia. Tumepokea. Basi tukiangalia katika zile tatu zetu kubwa, moja ni ya jana, Mheshimiwa Rais alitoa salamu zake za pole kufuatia kifo cha mbunge wa viti maalum Halima Idi Nassor, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu kufuatia kifo cha mbunge wa viti maalum Halima Idi Nassor ambayo mauti ulimfika akipatiwa matibabu katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Katika salamu zake, Mheshimiwa Rais Dr. Samia amemtaja marehemu Halima kuwa mwenye mchango mkubwa kwa chama na taifa, hususan kutetea maslahi ya kundi la wafanyakazi na kuchangia maendeleo ya jamii kupitia majukumu yake ya kibunge na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Aidha, Mheshimiwa Rais ametoa pole kwa familia ya marehemu, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT, pamoja na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi, wa bunge, ndugu, jamaa na marafiki kwa msiba huo. Hali kadhalika, Mheshimiwa Rais Samia amewaombea subra, faraja na nguvu wafiwa wote na kumwomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Amina. Basi na kwa kufuatia pole hiyo ni kufuatia kifo cha huyu mbunge wa viti maalum ambaye ni Halima Idi Nassor, ambaye hata hivyo maziko yake pia yamefanyika jana saa 10 jioni katika makaburi ya Kibada kwa Dole, Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Tuisikilize taarifa fupi kuhusiana na maziko yake na kisha tutarejea. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. الحمد لله. Ni dua maalum ya kumswalia marehemu iliyofanyika nyumbani kwa marehemu wilayani Kigamboni na kuhudhuriwa na mamia waombolezaji ikiwemo viongozi wa serikali, chama na makundi mbalimbali ya watu katika jamii walioguswa baada ya kusikia msiba huo. Maziko yamefanyika saa 10 jioni katika makaburi ya Kibada kwa Dole, Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Msiba huo nyumbani kwa marehemu Kigamboni, jijini Dar es Salaam alikokuwa akiishi kabla ya kufariki dunia leo katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Lakini ndio hivyo, haikutokea. Tulikuwa tunajiandaa kwamba bunge lingeanza wiki ijayo, mwisho wa mwezi huu tungekuwa na mengi, lakini haikuwa hivyo. Akaugua na ametutoka. Kwa hiyo sisi tuliobaki tutamenzi kwa namna yoyote ile, kukumbuka upendo wake, uchangamfu wake na utayari wake kwenye kutumikia jamii ya Watanzania. Ongea vitu vingi, alikuwa anaongelea vitu vya bunge. Kuna kamati juzi wameunda, alikuwa ananiambia wameniteua kamati, sikuwepo lakini wameniteua kamati ya ardhi na mali asili. Lakini akasema hapa unavyoona na maswali yangu nishatuma kule, kwa hiyo tarehe 27 Mungu akipenda nitaenda kuwakilisha wananchi na wafanyakazi. Naam, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu alipema peponi. Amen. Na sasa tuangalie ni katibu wa NEC itikadi na uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM ameanza ziara katika kufuatilia utekelezaji wa ilani. Ndio. Na mwanahabari wetu alioko huko anatueleza kwamba Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kimeridhishwa na utekelezaji wa ilani yake unaofanywa na serikali wilayani Manyoni mkoani Singida kwa kuboresha huduma za kijamii. Ni katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo CCM Kinani Kiongosi akizungumza wilayani Manyoni mkoani Singida akiwa kwenye ziara yake ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kueleza kuridhishwa kwake na uboreshwaji wa hospitali ya wilaya ya Manyoni uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 400. Tumsikilize katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi na kisha tutarejea.
Nawashukuru sana na nitoe salamu za mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba mumpigie makofi mengi. CCM oyee! Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu anajua niko hapa na anajua nimeanza ziara ndani ya mkoa huu wa Singida na anatambua tutafanya kazi hizo nilizozitaja. Amenipa maneno yafuatayo, niwaambie kwamba anawashukuru kwa kumpa kura za kishindo mkoa wa Singida. Lakini Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu amesema niwaambie kazi na utu imeshaanza kufanyika kama ambavyo walinadi katika ilani ya uchaguzi. Lakini jambo la tatu ambalo mwenyekiti amesema niwasisitize, tudumishe umoja, upendo na mshikamano, tulinde amani ya taifa letu na tuzidi kukijenga chama chetu cha Mapinduzi. Na jambo lingine naomba mpokee salamu za katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Balozi Dr. Asha Rose Migiro ambaye naye anatambua niko mkoa huu na tumezungumza asubuhi wakati nakuja. Anawasalimia sana watu wa Singida. Na katibu mkuu amesema atafika mkoa wa Singida baada ya maadhimisho ya Chama cha Mapinduzi. Mimi nitatembelea mashina machache, lakini katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi atakuja kutembelea mashina mengi katika wilaya za mkoa huu wa Singida. Kwa hiyo mjiandae kumpokea. Baada ya maadhimisho ya Chama cha Mapinduzi atafika kuzungumza na mabalozi na viongozi wa mashina ili muweze kupokea maelekezo na yale ambayo anapenda kuyasikia kutoka kwetu. CCM oyee! Ukiona kuna mtu anatoka anaenda kutibiwa hospitali, anapata afya, anakula chakula, anatembea kwa uhuru, mwambie bila CCM usingevipata hivyo. Ni katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi CCM Kenan Kihongosi akizungumza wakati akiwa shina namba 7 ilani Manyoni mkoani Singida, akiwa kwenye ziara yake ya ufuatiliaji wa utekelezwaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuridhishwa na uboreshwaji wa hospitali ya wilaya ya Manyoni iliyogharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 400. Bado Mheshimiwa Rais ameleta hapa awamu ya kwanza milioni 100 imenunua vifaa. Na wakati nateta na mganga mfawidhi hapa ananiambia kwamba imeletwa fedha nyingine milioni 100 ya kuongeza vifaa tiba. Lakini hapa mmeletewa ultrasound, mmeletewa digital x-ray machine iko hapa na zote hizo zinafanya nini? Zinafanya kazi. Kukamilika kwa mradi huu kumeboresha huduma za afya ambapo kwa kipindi cha Julai tangu ianze kufanya kazi 2024 hadi 31 Disemba 2025 jumla ya wakina mama 7834 wamejifungua salama. Mwenezi Kihongosi ametembelea na kukagua mradi wa chuo cha ufundi stadi VETA kilichopo tarafa ya Manyoni kilichogharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 600 na kukamilisha na mkutano wa hadhara katika halmashauri ya Itigi. Na nchi zote duniani zilizofanikiwa na zenye mafanikio makubwa walilinda amani, wakafanya kazi, wakakusanya kodi, wakapeleka maendeleo kwa wananchi na hawakuharibu miundombinu yao iliyojengwa na serikali yao. Lakini swala zima la deni hapa ulipo Itigi au Manyoni wilaya wanafanya vizuri sana kwenye deni. Tumeanza msimu uliopita, tumefanya vizuri sana. Msimu huu ulioisha tumefanya vizuri zaidi, na niwahakikishie kupitia stakabadhi ghalani bado tutaendelea kuipeleka deni duniani na wananchi watapata fedha yao kwa mujibu wa taratibu kama tulivyozoea. Wananchi hawa unaowaona wanashukuru sana kwa amani kubwa ambayo mama akasimama imara kuwatetea Watanzania, kuhakikisha amani inasimama. Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya Itigi wilayani Manyoni mkoani Singida. Jina langu ni Nelson Munema wa Channel 10. Naam, asante sana Nelson Munema kwa taarifa hiyo. Dorcas, kwa kusakafia ni kwamba ni utaratibu wa chama kuweza kufuatilia kwamba je, ilani ambayo walikabidhi
kwa wale wagombea, ikiwemo pia kwa rais ambaye alipata ridhaa kupitia Chama cha Mapinduzi. Je, inatekelezwa kwa vitendo? Ni utaratibu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sawa. Kwa sababu na ni mapema sana, ndani ya siku 100 unaanza kufuatilia. Na unakumbuka kuna zile siku 100 ambazo Chama cha Mapinduzi chenyewe kilitoa ahadi kwamba kitazitekeleza kupitia ilani yao, kwamba ndani ya siku 100 watatekeleza, ikiwemo swala la bima kwa wote, ambalo leo hii pia tutapata nafasi ya kulizungumzia, ambapo wenzetu kutoka Dodoma watafanya mahojiano na mratibu wa bima ya afya kwa wote Bwana Tumainieli Macha, na watakwenda kujikita zaidi kuzungumzia bima ya afya kwa wote na utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya siku 100. Ndani tunakumbuka vizuri katika zile siku 100 ilisema swala la bima kwa wote itashughulikiwa. Kwa leo wanakwenda kuangazia utekelezaji wa bima kwa wote. Tujiunge na wenzetu kutoka Dodoma moja kwa moja. Karibu sana, namwona Amani Mbando. Naam, asante sana kutokea hapo studio za Channel 10 jijini Dar es Salaam. Karibu mtazamaji wa kipindi hiki cha Baragum Live. Hapa ni makao makuu ya nchi Dodoma, na nakukaribisha katika matangazo haya ambayo nimepokea kijitiki kutoka kwa Dorcas Ramos Mtenga pamoja na Emmanuel Mwakapotela. Jina langu ni Amani Mbando, niko na wenzangu hapa. Msimamizi wa kipindi hiki kwa sehemu ya Dodoma ni Kuringe Mongi na mpiga picha yetu ni Mapendo Kasichi. Karibu mtazamaji wa Baragum Live. Leo hii tunakwenda kuangazia kuhusu utekelezaji wa ahadi ya bima ya afya kwa wote. Na katika kujadili hili nitakuwa na mgeni kutoka Wizara ya Afya. Tutakwenda kumfahamu ni nani, anashughulika na nini, lakini lengo hasa ni kuangalia ahadi ya siku 100 ambayo alitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kampeni za kuchaguliwa kuingia madarakani katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2025, ambapo pamoja na mambo mengine aliyoahidi, jambo kubwa aliyoahidi ni katika eneo hili la bima ya afya kuhakikisha kwamba utekelezaji wake unaanza. Mgeni wangu, karibu sana. Pengine tupate kufahamu, na unatokea Wizara ya Afya, pengine unashughulika na nini Wizara ya Afya kwa faida ya mtazamaji? Asante sana. Jina langu naitwa Tumainieli Macha, ni mkurugenzi msaidizi sera, utafiti na ubunifu, ambaye ninaratibu utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Niko pale wizarani kwa kipindi cha miaka kama 10 sasa hivi. Eneo hili la bima ya afya kwa wote, tunafahamu hii ni sehemu ya zile ahadi kama sio 9-10 alizozitoa Mheshimiwa Rais wakati anazindua kampeni pale Kawe jijini Dar es Salaam. Na eneo la kwanza lilitaja ni bima ya afya kwa wote, kuhakikisha kwamba mpango huu utekelezaji wake unaanza. Pengine kwa kuanza tu, bima ya afya kwa wote kwanza ni kitu gani na kina faida gani kwa wananchi? Bima ya afya kwa wote ni mfumo ambao umeandaliwa na serikali ya kumwezesha mwananchi kupata huduma za afya na kuweza kugharamia huduma zake za afya kabla hajaugua. Nikiwa namaanisha kwamba unalipa kiwango cha ambacho kimependekezwa na serikali ama na mfuko husika, alafu unapokuja kupata changamoto ya kiafya unaenda kuhudumiwa pasipo kutoa hela zako immediate kwa papo wakati unaumwa. Na ni utaratibu ambao umeanza miaka ya nyuma kidogo hapa Tanzania. Mwanzoni mfumo wa afya Tanzania ulikuwa ni wa bure wakati wa uhuru. Baada ya uhuru wananchi walikuwa wanapewa huduma bure, lakini baadaye kwa sababu uwezo wa serikali kuendelea kumudu kutoa huduma bure ulianza kupungua kidogo, tukaanza utaratibu wa kuchangia huduma sehemu. Mimi mgonjwa nikifika hospitali nachangia sehemu ya matibabu na serikali inachangia. Lakini sasa huu mfumo umedumu kwa kipindi kirefu, na serikali miaka ya 90 ikaanza kufanya majaribio ya utekelezaji wa mfumo wa bima, ambapo watumishi wa serikali tukalazimika kuingia kwenye utaratibu wa bima, ambao sote tunafahamu mfuko wetu wa taifa wa NHIF. Sasa ule mfuko wa NHIF umepita kwenye mabadiliko mengi, ukafika mahali kwamba sasa ukaanza kuruhusu na wananchi wengine kujiunga na bima. Baada ya kuona manufaa, baada ya kuona jinsi ambavyo wananchi wananufaika kwa kujiunga na bima,
ndipo serikali ikasema tuibadilishe sera ya nchi ya uchangiaji wa gharama na kuja na utaratibu huu wa bima ya afya kwa wote, kwamba mwananchi atalipa kabla hajaugua, then akipata changamoto ya afya ataweza kupata huduma, tofauti na ilivyokuwa zamani. Unakutwa unaumwa, huna fedha mfukoni kwa ajili ya kugharamia huduma. Kwa hiyo ikawa ni changamoto, wananchi wengi wakawa wanashindwa kuaccess hizo huduma. Lakini sasa hivi kwa utaratibu huu wananchi wengi wataweza kuaccess hizo huduma za afya. Bila shaka sasa katika mageuzi haya ndipo tulipopata sheria mpya ya bima ya afya kwa wote ya mwaka 2023. Sahihi kabisa. Haya ndio mapinduzi ambayo yamefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kuja na huu mfumo wa bima ya afya kwa wote, ambapo sheria hii ilitungwa mwaka 2023 na rais akairidhia mwaka 2024 na kanuni zake tayari zimetoka na iko operational. Kwa sasa hivi tunaendelea, kama mlivyosikia Mheshimiwa Rais alitoa ahadi kwamba lazima mwaka huu katika kipindi cha siku 100 za utawala wake kwa serikali ya awamu ya sita kipindi cha pili, lazima tuanze kutekeleza hii sheria ya bima ya afya kwa wote. Pengine sasa ahadi hii ina maana gani, ahadi ya Mheshimiwa Rais kwa wananchi, kwa maana kwamba tayari tumeona siku karibia 75 robo zile siku alizozieleza katika siku 100 tayari zimesha katika. Pengine ahadi hii sasa ina maana gani kwa wananchi na kwa waendeshaji wa mpango huu, kwa maana kwamba umetaja kuna makampuni ya bima huko na namna nyingine? Ahadi hii ina maana kubwa kwa wananchi kwa sababu kile ambacho walikuwa nakisubiri kwa muda mrefu sasa kimeiva. Tumekamilisha taratibu zote za kimuundo wa taasisi ambazo zinatakiwa kusimamia bima ya afya kwa wote, nikimaanisha NHIF kama skimu ya umma, TIRA kama msimamizi wa bima nchini, lakini katika level ya vituo vya kutolea huduma za afya tumeboresha, huduma zimeboreka katika vituo vya afya. Sasa kilichobakia ambacho tulikuwa tunasubiri sasa kati ya mwezi wa pili, wiki ya kwanza ama ya pili, ni kupata ridhaa ya kuzindua rasmi hiyo bima ya afya kwa wote. Wananchi sasa watatangaziwa rasmi kujiunga na kuanza kufaidika na utaratibu huo. Taratibu nyingine zote zimekamilika. Utoaji wa elimu, nafahamu mliona karibia Tanzania nzima wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa mikoa walikuwa wanatoa elimu kwa viongozi wa mikoa kuhusiana na kuanza utekelezaji wa sheria hii. Hivyo kwa 98% tumeshakamilisha. Maeneo ambayo tulikuwa bado tunayakamilisha ni kuboresha mifumo, nayo imefanywa kazi. Mlimsikia Mheshimiwa Waziri juzi pale Benjamin Mkapa, pia mlimsikia alivyotoa maelekezo pale Muhimbili alivyokutana na wataalamu wa sekta ya afya, ambayo lengo hasa ni kutengeneza mfumo mmoja wa afya wa TEHAMA ambao utasaidia kumwezesha mwananchi kupata huduma kuanzia ngazi ya zahanati mpaka kituo cha afya. Sasa hivi kidogo kuna changamoto kwamba kuna mifumo mingi, lakini through uongozi wa Mheshimiwa Waziri kwa sasa na maono ambayo Mheshimiwa Rais ameyaweka mbele yetu katika sekta ya afya, tuenda kuna mfumo mmoja, one end-to-end electronic system ambayo itaweza kutrack ile mtiririko mzima wa mgonjwa, na ukifanya hivyo kuwa na huo mfumo utakuwezesha kupunguza udanganyifu, kutakuwezesha control huduma na kuboresha pia upatikanaji wa huduma. Kwa hiyo kwa sasa hivi wananchi wawe tayari, tunasubiri mwezi wa pili mwanzoni, Rais ameshatoa ridhaa kwamba tunaenda kuanza rasmi bima ya afya kwa wote. Pengine kuna mageuzi yote ya kiuendeshaji ambayo yameshafanyika, labda kwa sababu tumeona umezungumza kampuni moja tu ya bima ya afya, ama maana taasisi moja ya bima ya afya NHIF, kuna mageuzi ambayo yamefanyika kuhakikisha kwamba na hao wengine wanaingia katika utekelezaji wa. Kuna mageuzi makubwa sana yamefanyika. Kwanza Tanzania tulikuwa hatuna msimamizi wa bima ya afya. Kwa hiyo mapinduzi ya kwanza ni kumpa TIRA jukumu la kusimamia bima ya afya. Lakini zamani kulikuwa na mfuko huo mmoja wa NHIF. Lakini sasa hivi sheria imetoa uhuru wa private insurance companies na public insurance company kuingia sokoni na kuandikisha wanachama. Kwa hiyo sasa hivi mwanachama ana uhuru wa kuchagua kwenda private ama kubaki kwenye hizi public scheme ambayo ni NHIF. Lakini mabadiliko mengine makubwa pia, sheria za mfano kama sheria ya NHIF imebadilishwa. Kuna vitu ambavyo walikuwa hawaruhusiwi kufanya kisheria, lakini sasa kutokana na kuanzishwa kwa mfumo wa bima ya afya kwa wote imebidi mabadiliko ya sheria ya NHIF pia nayo yafanyike.
Kwa hayo ndo mageuzi makubwa ambayo yamefanywa katika level ya kitaasisi katika kusimamia utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Ulizungumza awali hapa kwamba mnasubiri mwezi Februari mapema mwanzoni, pengine uzinduzi utafanyika na mpango huu uanze kutekelezwa bima ya afya kwa wote. Pengine mnategemea kutekeleza kwa namna gani? Kwa maana kwamba mtakwenda kwa awamu au mtakwenda nchi nzima? Utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote, kupitia ahadi ya Mheshimiwa Rais, alisema utekelezaji utafanyika kwa awamu, kwamba tutaanza awamu ya kwanza, tutaenda awamu ya pili, awamu ya tatu, lakini hizi awamu zote hazifanyiki katika mkoa mmoja ama katika eneo moja. Awamu zote zitakata cross nchi nzima. Na tukisema awamu ya kwanza ni kwamba katika sheria ya bima ya afya kwa wote imetambua kuna makundi ambayo ya wananchi ambayo hayana uwezo wa kuchangia. Hivyo basi serikali ikaona kwamba kabla hatujaenda kutekeleza lile takwa la ulazima wa wananchi wote kuingia kwenye sheria, kuingia kwenye mfumo wa bima, kwanza tuwakave wale ambao hawana uwezo. Kwa hiyo awamu yetu ya kwanza ni kugaramia kaya zisizokuwa na uwezo ambazo zitalipiwa bima ya afya na serikali. Na tukienda kwenye numbers, kwa sasa hivi jumla Tanzania kuna kaya kama 931. Kwa hiyo katika hizi kaya 931 serikali imepanga kuanza na kaya 200,000. Tukishazikava hizo kaya 200,000 zitatupa uelewa namna ya kuendelea kuwasajili hao wengine. Itatupa picha kwamba tutajifunza kuna changamoto gani, kuna mapungufu gani ambayo tunatakiwa kurectify. Baada ya hapo mpaka tukifika mwezi wa 6 tunatakiwa tuwe tumeshakamilisha kaya zote 931. Ukiachia hapo, ukiacha hizo kaya 931, wananchi wote wenye uwezo ambao wanatamani wanawiwa kujiunga na bima ya afya nao wataruhusiwa kujiunga na bima ya afya. Haitakuwa na eneo. Wananchi wote Tanzania wanakaribishwa kujiunga na bima ya afya. Na tangazo likishatolewa tutaweka utaratibu namna ya kujiunga, kwa maana tumerahisisha sasa hivi. Tunaona unaweza kujisajili kwa kutumia simu yako ya kiganjani, simu yako zile simu ndogo za tochi, unaweza kujisajili kwa mawakala ambao tayari wameshateuliwa nchi nzima. Kwa hiyo kutakuwa na urahisi wa kila mwananchi kujiunga na bima ya afya. Ni siku chache tu kufika hiyo mwezi wa pili, pengine uzinduzi ufanyike. Bila shaka na gharama zishajulikana kwamba sasa mwananchi akitaka kujiunga atapaswa kuchangia kwa kiasi gani, ama kaya itakapotakiwa kujiunga itapaswa kuchangia kiasi gani ili kuweza kunufaika na mpango huu? Ni sahihi kwamba vyote hivyo vimeshakamilika. Mathalan, kwa kaya yenye watu 6 wana uwezo wa kulipa shilingi 1,500,000 kwa mwaka, ambapo watahudumiwa baba, mama na wategemezi 4 ambao jumla wanakuwa ni kaya ya watu 6. Na hawa wote watakuwa na uwezo wa kupata huduma kuanzia ngazi zahanati mpaka hospitali ya taifa. Na huduma ambazo zimependekezwa pale ni zile huduma zote ambazo mwananchi wa Tanzania ana uwezo wa kuzipata. Ziko huduma 372. Kwa hiyo hizi huduma 372 tumefanya survey, tumefanya research, tukagundua kwamba wananchi wa Tanzania kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanawasumbua mara kwa mara, na hayo magonjwa ndio yanawafanya wao wanafika kwenye hospitali zetu. Kwa hiyo baada ya kufanya hiyo assessment tukakama up na hizo huduma 372. Kwa hiyo ukilipa 1,500,000 una uwezo wa kupata hizo huduma 372. Lakini hatukuishia hapo, tukasema kwamba kila mwananchi kuna namna ambavyo anataka huduma. Kwa hiyo tukatengeneza tena vitita vingine ambavyo vina huduma zaidi ya ile 372. Kuna mtu anataka kwamba mimi nikiugua ambulance ije kanifuate nyumbani. Kwa hiyo watu tukapiga hesabu sema hiki, ili upate huduma hiyo utalipa kiasi fulani. Unajua inabaki kwenye hiyo 1,500,000? Hapana. Sio 1,500,000. Kwa hiyo zile tunasema ni huduma za ziada. Umeugua, unataka kulazwa kwenye wodi ya VIP, kuna huduma za ziada ziko pale. Umeugua labda uko nje ya mji, unataka uje ukachukuliwe na helikopta ikuferi kutoka pale ulipougua mpaka ikufikisha hospitali. Obviously zile ni huduma za ziada. Lakini sasa serikali, ndio maana tunasema serikali imetoa ile room pana kwamba kila mmoja amekuwa categorized kwenye eneo lake. Ni kama kwenye hizi kampuni za simu zinazofanya. Kila mtu anajipimia kifurushi chake. Mimi bwana, kifurushi changu cha bando ni hiki, kifurushi changu cha muda wa maongezi ni hiki. Kwa hiyo
jinsi ambavyo unaona kwamba na uwezo na huduma unazozihitaji unapata, lakini zile huduma za msingi ambazo tunatamani kila mwananchi atakapokuwa anazihitaji lazima azipate, ndio hizo tumezipigi kwa 1,500,000 ambazo ziko 372. Ziko 372. Moja hapo ni ipi? Kwa sababu huduma hizi ni nyingi sana, 372, mtatujuza hizi huduma ni zipi? Huduma nikimaanisha huduma 372 ni nyingi kweli, kwamba ndani yake kuna dawa, ndani yake kuna huduma za upasuaji, kuna huduma za kulazwa, ndani yake kuna huduma za vipimo x-ray, ndani yake kuna huduma za maabara. Kwa zote hizo ndio huduma, ukianza kucategorize ni hizo 72, lakini kimsingi zinaweza zikawa zinazidi hapo. Kwa maana nikitaka kufanywa ultrasound ya mkono, x-ray ya mkono, hiyo ni huduma moja. Nikitaka kufanywa x-ray ya tumbo, that's another service. Kwa sasa huduma za x-ray zote zimo mule, huduma za ultrasound zote, huduma za kina mama wajawazito zote zimo mule, huduma za watoto chini ya miaka 5 na watoto wachanga zote zimo mule. Pengine sasa mpango huu sasa, baada ya hizo huduma zitakazotolewa na hayo zikiwemo hizi za ziada na hizi ambazo nizo za muhimu 372, fikiri sasa ni kwa namna gani utapunguza zile gharama ambazo Watanzania wamekuwa kukutana nazo katika kupata huduma za matibabu ya afya? Gharama zitapungua kwa sababu mwanzoni ulikuwa wewe ukiugua unatoa, kama umefika hospitali kwa vile huna bima, ukienda ukiambiwa bwana unatakiwa kufanyiwa upasuaji, utaambiwa gharama upasuaji ni 600,000. Kwa hiyo itabidi utafute mfukoni kwako 600,000 ufanye nini? Ulipe. Lakini sasa hivi tunapunguza gharama za mchangiaji kwa mpokea huduma, kwa sababu mfumo wa bima utaratibu wake ni kuchangiana. Kuchangiana kwa maana ya kwamba tukiingia watu 100, si wale wote 100 wanaugua siku hiyo hiyo. Mimi nitaugua, wewe hutaugua. Kwa mwaka huu mimi naweza nikaugua, lakini wale wote 100 wasiugue. Kwa hiyo ambapo nyinyi mnaitoa kwenye mfuko wa bima, unanichangia mimi kujitibu. Badala ya mimi sasa kuja kutoa 600,000, ile 600,000 haitoki tena kwangu kwenye mfuko wangu. Rather ni vile michango yetu yote ikitolewa 600,000 bado kunakuwa na nini? Na fund. Kwa hiyo upatikanaji wa huduma kwa wananchi gharama yake itapungua, kwa sababu tunaingia kwenye utaratibu wa kuchangiana. Nitoe mfano, tunafanya harusi. Mimi nitasema nafanya harusi ya 600,000. Kwa hiyo kama ningetakiwa kufanya harusi ya 600,000, ningetakiwa mimi nitoe hiyo 600,000 mimi mwenyewe. Lakini tukifanya kikao tunachangiana, watu wanachangishana, inafika ile 600,000. Unakuta na mimi pale nimetoa labda 1,000,000, lakini beneficiary wa ile harusi ni nani? Ni mimi. Kwa sababu utaratibu wa kuchangiana ambao ndio uko kwenye bima ndio unasababisha gharama za huduma za afya hasa kwa wananchi wasiokuwa na uwezo kupungua. Na mtazamaji, huyu ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya sera utafiti pale Wizara ya Afya, ambapo pia anasimamia eneo hili la uratibu wa bima ya afya kwa wote. Na bado tunaendelea na kipindi hiki cha Baragum Live, ikiwa ni namna ambavyo tunaangazia utekelezaji wa ahadi ya siku 100 katika kutekeleza mpango huu wa bima ya afya kwa wote ambao ilitolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nikukumbusha tu tayari zimepita siku 78 tunavyozungumza tangu alipoapishwa tarehe 3 mwezi Novemba mwaka jana 2025. Pengine mkurugenzi, sasa labda kwa maeneo haya ya vituo vya afya mabadiliko ambayo ni yapi? Kwa sababu kwa kama eneo la rufaa, mgonjwa labda anatokea huko Chemba anahitaji kuletwa Dodoma, bima hii inakwenda kumsaidia kwa namna gani? Asante. Katika kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote tumefanya mabadiliko makubwa sana kwenye utaratibu wa rufaa. Nikiwa namaanisha kwamba utaratibu wa upatikanaji wa huduma hapa nchini umegawanyika katika makundi 4 kama sio 3. Kuna huduma katika ngazi ya msingi, kuna huduma katika ngazi ya mkoa ambayo ni rufaa, lakini kuna huduma katika ngazi ya kanda, na baada ya kanda kuna taifa na maalum. Nikiwa namaanisha nini? Mwananchi ana uwezo wa kupata huduma za afya katika zahanati na vituo vya afya. Hizi ni zile huduma, yale magonjwa ya kawaida, lakini anapogundulika kwamba ana ugonjwa mkubwa zaidi anapelekwa kwenye level ya wilaya. Ule wilaya wakiangalia, wakigundua kwamba huyu mgonjwa lazima akutane na daktari bingwa, madaktari bingwa wetu wanaanzia katika level ya mkoa. Ukifika kwenye level ya mkoa, ukigundua kwamba huyu anatakiwa kukutana na daktari bingwa aliyobobea,
anaenda kwenye ngazi ya kanda na kwenye taifa. Sasa utaratibu wa rufaa tulioweka sasa hivi katika kutekeleza bima ya afya kwa wote, wananchi wote wana uhuru wa kuingia kupata huduma katika hospitali ya zahanati na kituo cha afya. Baada ya pale atalazimika, kama anaonekana anatakiwa kwenda hospitali ya wilaya, atalazimika kupata rufaa. Sasa rufaa tulioitengeneza, mwongozo wa rufaa uliotengenezwa sasa hivi una makundi manne. Kwanza ni rufaa ya mgonjwa kutoka ngazi moja kwenda kwenye ngazi nyingine, lakini tumeongeza kuna rufaa ya taarifa za mgonjwa. Mimi naweza nikawa naumwa, niko na Njilinji, walivyofika pale hospitali ya wilaya wakanifanyia x-ray ya goti. Baada ya kufanyia x-ray ya goti wakaona hili goti lina changamoto. Kwa badala ya kunitoa mimi kwanza pale na Njilinji kunileta hospitali ya wilaya, anakuwa na uwezo, kama nilivyosema, kwa vile tunaboresha mifumo ya tehama, ana uwezo wa kuchukua zile taarifa zangu akazipeleka kwenye ile hospitali ya wilaya. Yule daktari akaangalia, akasoma ile x-ray, akamwambia okay, kwa changamoto hiyo mlete, ama kwa changamoto hiyo fanya 1, 2, 3. Hapo tunakuwa tumeokoa gharama na tumempunguzia usumbufu yule mgonjwa. Hiyo ni rufaa ya taarifa. Lakini unakuta kituo cha afya kina theater, kina chumba cha upasuaji, kina vifaa vyote. Amekuja mama mjamzito, yuko kwenye kituo cha afya, anatakiwa kufanyiwa upasuaji wa haraka. Na kwa bahati mbaya ama nzuri, yule daktari aliyoko pale ameona kwamba huyu ana complication. Kumtoa hapa kumpeleka mpaka kituo kinachofuata labda ni kilomita 100. Unamsafirisha mgonjwa, lakini ana uwezo kumresuscitate, kummanage pale. Kinachofanyika, anaweza akapiga simu kwenye ile hospitali iliyoko kule, akamwambia nina mgonjwa yuko katika level hii, naomba wewe daktari uje hapa ukafanye upasuaji, vifaa vyote ABCD vipo, sisi tunachokitaka tu ni ule utaalamu wako. Kwa hiyo hiyo ni rufaa ya mtaalamu, kwamba mtaalamu anatoka kwenye level ya juu anakuja kumhudumia mgonjwa aliyoko kwenye level ya chini. Lakini kuna rufaa ya dawa. Leo hospitali ya Benjamin Mkapa ina dawa, lakini ya Dodoma region haina dawa fulani. Mgonjwa amefika pale, anatakiwa kupewa hiyo dawa. Kuliko kumsumbua mgonjwa kutoka pale Dodoma region kwenda Benjamin Mkapa, ni rahisi kuagiza gari ama kuagiza mtu nesi aende na prescription pale hospitali ya Benjamin Mkapa, kuambia bwana, tunaomba dawa XYZ ili tukamhudumie mgonjwa pale. Baada ya hapo, nani ya kiutaratibu ndani wao wataiseto. Kwa hiyo ni rufaa ya nini? Ya dawa. Lakini kuna rufaa ya vipimo. Mimi nitachukuliwa damu hapa, damu yangu itatolewa hapa, itapelekwa Benjamin Mkapa, itafanywa vipimo, ikikamilika, majibu yakitoka yanarudishwa Dodoma region, mgonjwa anakuwa kwenye sehemu moja ili aliyofikia anapata huduma sahihi kabisa. Kwa kutengeneza utaratibu wa rufaa wa watumishi wa mgonjwa, wa taarifa za mgonjwa na bidhaa za afya ambayo ni kama dawa na hivyo vipimo, kutamrahisishia sana mwananchi kutoka kwenye zile movement za akiwa anapigania afya yake, kwamba tunatamani akifika kwenye kituo kimoja, kama huduma zote anaweza akazipata pale, azipate, aende aweze kwenda kuendelea kujenga taifa. Kwa sasa huo ndio utaratibu ambao tumeuboresha kwa kipindi hiki ambacho tunaenda kwenye bima ya afya kwa wote. Pengine wakati mnatengeneza huu mwongozo, ni nini ambacho mlikuwa mnawaza kwa Watanzania, kwa maana kwamba Watanzania labda wamekuwa wakiteseka na maeneo haya, ama nini ambacho mlikiona mpaka kuja na rufaa za aina hii? Tumekuja na huo utaratibu wa rufaa kwa sababu mbili kubwa. Kwanza, wananchi walikuwa wanapoteza muda mwingi sana katika kupigania afya zao. Anatoka pointi moja anaenda pointi nyingine, anaambiwa hapana, anatoka pointi hii anaenda pointi hii, mpaka anajikuta anatakiwa huduma yake alikuwa anatakiwa apatie zono. Tuchukulie mfano, wewe ukiwa unakaa Katavi, hospitali ya kanda ya kuweza kuhudumia ukiwa Katavi ni either Mbeya rufaa ama hospitali ya Mtwara. Ukipiga kilomita pale ni kilomita kama 500 na kitu. Lakini kumbe alikuwa na uwezo yule mgonjwa akiwa pale pale Katavi akaweza kuhudumiwa pasipo kwenda huo umbali wote. Hiyo ni moja. Lakini pili, serikali ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji mkubwa sana. Sasa hivi kwenye vituo vyetu kuna vifaa vya kisasa vya uchunguzi mpaka kwenye level ya zahanati.
kuna vifaa vya kisasa. Sasa haina maana ya kuwa na vile vifaa vya kisasa alafu bado ukamtaka mgonjwa ateke tena pointi moja kwenda pointi nyingine. Kwa hiyo kikubwa kilichotufanyia pia tuje na huu utaratibu ni kutokana na uwekezaji mkubwa uliopo hapa nchini, na uwekezaji huo ni katika level ya vifaa, level ya dawa na level ya wataalamu. Tuna wataalamu waliobobea sana katika level tofauti. Kwa sasa tukaona ni vema to utilize hii investment ambayo ipo, na namna bora ya kuutilize hii investment ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 6 ni kutengeneza mfumo mzuri wa rufaa. Sasa hivi naweza nikamchukua daktari bingwa akaenda kufanya kazi, akatoka juu. Daktari bingwa anatakiwa kwenye hospitali ya mkoa, lakini anaweza akatoka kwenye hospitali ya mkoa akaja akafanya huduma, akatoa huduma za kibingwa katika kituo cha afya ama hospitali ya wilaya, kwa sababu inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kuwaferi wagonjwa kwenda juu. Kama umesikia mwaka jana tulikuwa tuna ile Samia Suluhu mentorship program ambayo wanatoka madaktari bingwa na mabingwa bobezi, wanatoka kule juu, hospitali ya taifa, hospitali za kanda, wanaenda kufanya kazi kwenye zahanati, kwenye hospitali za wilaya. Na ndio inatokea sasa kwamba huu utaratibu ambao mnakwenda nao labda ukiachana na hilo eneo la hizi rufaa, watu watakuwa wanajiuliza sasa, uwekezaji ni kweli umefanyika, dawa, vifaa vipo, lakini bado kilio kikubwa kwenye ukisikiliza wananchi wanapokwenda kutibiwa, dawa labda hazipo na namna hiyo. Pengine hii bima inahakikisha vipi hawa watakao kwenda kujiunga kwamba dawa zitakwenda kupatikana hospitalini? Nashukuru. Upungufu wa dawa Tanzania, mimi naweza nikasema sasa hivi umekuwa ni historia. Yaani ni historia ambayo tulikuwa nayo nyuma sana, miaka ya 2015 kidogo hapo. Lakini baada ya serikali ya awamu ya 5 na 6 kuingia madarakani, sasa hivi dawa sio changamoto. Dawa sio changamoto kabisa katika vituo vya. Ukiangalia sasa hivi tuko 84% ya upatikanaji wa dawa katika vituo vya afya. Yaani tukienda kwenye kituo cha afya, kuna kama umeandikiwa dawa 10, utamisi dawa 2. Na hizo dawa 2 sio kwamba utazimisi kwamba labda hazipo, ni kwamba labda hawakuagiza ama kuna changamoto ya manunuzi ilifanyika. Lakini kuna vituo vingine, nikienda hapo Dodoma region, dawa ni 99%. Kwa sababu tumewapa wakuu wa taasisi zile na wale medical officer in charge wamepewa maelekezo kuhakikisha dawa zipo zile za serikali, na wakikosa za serikali lazima kuwe na mfuko ndani ya hospitali wa kununua dawa. Kwa hiyo pale kuna duka la hospitali ambalo lazima liwe na dawa zote. Kwa hiyo sasa hivi upatikanaji wa dawa sio changamoto. Kilichokuwa changamoto ni kwamba sasa mtu tulikuwa hatuna uwezo wa kuzigharamia zile huduma, kwa maana natoa mfukoni. Kwa hiyo nikitoa mfukoni hebu nipe, unaanza kunegotiate na daktari, hebu nipe zile ambazo zitaweza kunisaidia tu kwanza, alafu nikipata hela nitanunua hizo nyingine. Sasa ukiingia kwenye utaratibu wa bima, dawa zote ulizoandikiwa na daktari utazipata. Sawa. Pengine mkurugenzi, mapema ulieleza kuhusu zile kaya ambazo zitaanza kuhudumiwa. Na kati ya kaya 900 ambazo tayari mmeshazibaini kwamba zinahitaji kupata bima hii ya afya kwa wote kugharamiwa na serikali, kwa awamu hii mnakwenda kuanza na kaya 282. Yeah. Pengine labda kwa Watanzania ambao sasa wanajiweza, kwa maana kaya zinazojiweza, mnategemea labda kwa makisio mwanze nazo kwa kiwango gani? Matamanio yetu makubwa ilikuwa tunatamani paka tufike mwezi wa 9 at least tu tumeshaingiza watu paka milioni 7, 8 mpaka 10. Nikimaanisha kwamba hizi kaya zisizokuwa na uwezo na wananchi wengine ambao wanaweza kuingia. Hayo ndo angalau ukiangalia kwenye nafsi tulikuwa tumeziweka, tulikuwa tunatamani katika huu mwaka wa kwanza 25% ya wananchi tu tumeshawakava kwenye bima ya afya. Hilo ndo tamanio letu na ndo tumejipanga, ndo maana tumetengeneza, Mheshimiwa Waziri wa Afya ametusimamia, tumetengeneza mpango madhubuti wa utoaji wa elimu ya umma, kwamba tutatoa elimu ya umuhimu wa bima, manufaa ya bima kwa kila mwananchi, ili awiwe kujiunga na bima ya afya. Na idadi hii ni nje na hii ambayo ipo kwa sasa hivi, kwa sababu tunajua kwa sasa hivi idadi ya wanachama wa bima ya afya ni ndogo. Ni ndogo, ni milioni 4. Milioni 4. Kwa
milioni na kitu, ambayo ni sawa na 8% ya population ya Tanzania. Hiyo idadi ya milioni 7 ni nje ya hao. Kwa mnahitaji sasa, yani tunatamani 25% ya wananchi wa Tanzania wawe wameingia kwenye bima ya afya. Sasa hivi tuna 8% tu ya Watanzania ndio wako kwenye bima ya afya. Sasa tunataka tutoke kwenye 8 kwenye mwaka wa kwanza mpaka 25%. Tukiweza kufika 25%, tunakuwa tumebakiza 75. Lakini hii 25 inahusisha pia zile kaya maskini. Tukitoka kwenye 25, tunatamani ule mwaka unaofuata tufike angalau halfway, 50% ya wananchi wa Tanzania. Hiyo naongelea 27 mwaka wa fedha 27-28. Nusu ya Watanzania, wananchi wa Tanzania wawe kwenye mfumo wa bima. Tukiweza kuwaingiza nusu ya Watanzania kwenye mfumo wa bima, huduma za afya nchini zitakuwa stabilize na wananchi watapata huduma bora sana. Na pengine sasa muda wetu nakimbia kweli, ni kasoro dakika 15 hapa tumalize kipindi chetu hiki. Labda serikali sasa, upande wa wizara, mmejipangaje kuhakikisha kwamba malipo haya kwa wanaotoa huduma hizi, kwa maana kwamba makampuni ya bima, mifuko ya bima hayachelewi, yanatolewa kwa wakati? Wakati sasa hivi utaratibu unaotumika katika kuwalipa wale watoa huduma ni utaratibu wa malipo baada ya kutoa huduma. Tunasema fee for service. Mtoa huduma anatoa huduma, akimaliza kutoa huduma ana claim back. Lakini utaratibu ambao tumeupendekeza na ambao tutaanza nao katika kwenye bima ya afya kwa wote ni utaratibu wa capitation, kwamba mtoa huduma anapewa fedha kabla hajatoa huduma, then anaanza kutoa huduma. Na huu utaratibu umefanyiwa majaribio, umetumika na nchi mbalimbali duniani, na umeonyesha kwamba ni utaratibu mzuri ambao unamfanya yule mtoa huduma anakuwa comfortable na ana uwezo wa kumhudumia yule mteja kwa uhuru. Kwa sababu sasa hivi ilikuwa ni kwamba anatoa huduma, bahati mbaya baadhi ya huduma unazikata, ukizikata kwa vile amefanya kimakosa, kwa hiyo wengi wakawa wanapata hasara. Lakini sasa tukaona ili tuendelee kujenga mahusiano mazuri na watoa huduma wetu ambao ni public facility na private facility, utaratibu tutakaotumia utakuwa ni wa capitation. Tuta upfront malipo, alafu sisi kazi yetu kama serikali upande wa Wizara ya Afya, NHIF kwenye skimu yao, lakini TIRA kwa wale private insurance ni kufuatilia sasa, je, ile capitation ambayo tumewapa wanavyotakiwa. Hiyo moja. Lakini pili, kuweka ile, naomba nisisitize hilo, kuweka mfumo wa tehama ambao ni madhubuti. Ukiweka ule mfumo wa tehama ambao ni madhubuti, ukiwa pale ofisini unakuwa unajua kabisa kwamba leo Macha amehudumiwa katika kituo fulani, akapewa dawa hii na hii na hii na hii. Macha akitoka tena akaenda kuhudumiwa, kwa maana kuna ile culture sisi wa Tanzania, wakati mwingine naenda kwenye kituo X na hudumiwa, afu na kama si riziki fulani hivi, alafu nasema ngoja niende kwenye kituo chako ambacho ni kizuri, naenda pale napewa majibu yale, naandikiwa dawa zile nazichukua, sasa hizi huyu mbona kama ni yule, unaenda tena kingine. Kwa sasa hilo kukiwa na mfumo ambao ni madhubuti, hayo matumizi holela ya huduma hayatakuwepo. Ama unaamka tu asubuhi unasema leo najisikia kama tumbo linaniuma, ngoja nikanunue dawa fulani. Sasa ukienda kwa wewe mwenyewe kwa hela zako mfukoni utatoa, lakini ukienda kwa kadi ya bima watakwambia kamuone daktari akuandikie uje ndio upewe hizo dawa. Kwa sasa tukiwa na huo mfumo madhubuti utatusaidia hata kumonita matumizi ya zile fedha ambazo tumewapa wale watoa huduma upfront. Tutajua kama kuna udanganyifu, kama kuna nini. Na pia usajili umebadilika. Sasa hivi tutatumia fingerprint. Tutatumia pia fasho. Kwa hiyo ukienda kwa daktari atakwambia weka kidole, nikishaweka kidole makao makuu anajua Macha yuko kituo fulani. Umezungumza vizuri hapa kwamba Amani anaweza katoka kituo A akaona haridhiki akaenda kituo B. Lengo hapo pengine ni anatafuta ubora wa huduma. Sasa katika utekelezaji wa mpango huu, wizara na serikali mnahakikishaje ubora wa huduma za afya kwa wananchi ili lisijitokeze? Kwa sababu mtu anaweza kaona ubora wa huduma kituo A sio nzuri kama kituo B. Vituo vyote viwe sawa. Kimsingi katika eneo hilo niweze kusema kwamba ni eneo endelevu. Maboresho ya utoaji wa huduma katika vituo vyetu swala ambalo tutaendelea kulifanya. Kwanza tulianza kwenye infrastructure. Sote tunafahamu
zimejengwa hospitali nzuri. Tukatoka kwenye infrastructure tukaenda kwenye vifaa, tukainvest kwenye vifaa vizuri vya kisasa. Tukatoka kwenye vifaa tukaenda kwenye dawa na vipimo vya maabara. Sasa hivi safi, vipimo maabara viko vizuri. Tukatoka hapo tukaanza kuinvest kwa wataalamu. Kwa sasa eneo la mtaalam tunasema ni jambo endelevu, kujenga ile culture ya kuweza kuwahudumia wateja namna nzuri. Kwa hiyo hilo ndio eneo ambalo sasa hivi tunaendelea kupambana nalo. Tunapambana nalo ili at least wale wateja wetu katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya iwe kama unavyoenda hotelini superstar, 5-star hotel, ukifika pale unakaribishwa, karibu tukusaidie nini. Kama mgonjwa ule kukaribishwa tu, kwanza ile ni tiba namba moja. Kwamba wewe umeconsider kwamba mimi naumwa. That's a first treatment. Ambapo kwenye facility nyingi tumeziona, ukienda pale Benjamin Mkapa kuna mabadiliko makubwa sana. Ukienda Muhimbili kuna mabadiliko makubwa sana. Ukienda JKCI paka unajifeel kwamba je niko hapo, niko hotelini ama hospitali. Ukienda Mbeya Rufaa excellent. Ukienda KSMC Bugando they are striving. Kama unakumbuka juzi tulikuwa na ziara Benjamin Mkapa pale, sote mlikuwepo. Waziri alisema, akajiuliza hivi niko hotelini ama niko hospitalini. Ile dhana ya zamani ya kuingia hospitali unaanza kusikia dawa au unaanza kusikia harufu ambazo sizo nzuri, tumeshaifuta. Kwa hiyo ubora ni swala endelevu. Kwa sasa hivi tuko kwenye hatua ya kuwaboresha, kwa capacitate sawa watumishi wetu ili waweze kutoa huduma bora za afya. Kwa maana vipimo anavyo, vifaa anavyo, facility nzuri anayo, wataalamu ubobezi kichwani wameshasomeshwa. Ukienda kwenye dawa zipo. Sasa kilichobakia ni yeye tu kuchange mindset. Itakuwa pengine ni utovu kutokuuliza pengine swali hili kwa sababu makundi yote ambayo umeyazungumza, kuna makundi ambao bado hatujagusa, anaweza akajiona kwamba yuko na mpango huu. Mfano kundi la vijana lakini waajiriwa binafsi na sekta isiyo rasmi, wenyewe wanashirikishwaje katika mpango huu? Wameshirikishwa na wana sehemu yao kubwa. Kwamba nilivyosema kwamba tunaanza na wasiokuwa na uwezo, lakini wananchi wengine wote ambao sasa ndio sekta isiyo rasmi, vijana, wana michezo, wale wote wanaingia kwenye huu mpango. Na ndio maana tukasema kwamba tunatamani wale watu wanaotamani wa kufika milioni 1, milioni 3, sio asilimia ngapi, hasa ni wao, maana ndio wao wako kwenye kundi kubwa. Na nini tumefanya so far? Tumeshaanza kuengage na zile organization ambazo zinawasimamia. Mfano kama kwenye sekta ya michezo tumeshaongea na vyama vyote vya michezo Tanzania. Ukienda kwenye kundi lenu la waandishi wa habari tumeshaongea na ile umbrella ya waandishi wa habari. Ukienda kwa wakulima tumeshaenda kuongea na zile corporate unions zote tumeshaongea nao. Kwa hiyo wao wanasubiri tu tukianza nao na link wale watu wao. Mfano kama bodaboda, vyama vya bodaboda, wale wa machinga tayari wako willing, yani they are ready to join in. Kwa yote hiyo tumeshafanya hiyo uhamasishaji na tumeshaongea na viongozi wao ili tunapoenda sasa tunapoanza ili na wao waweze kunufaika na mpango huu. Kwa dakika moja tu pengine katika kutekeleza mpango huu kuna namna ambavyo umejifunza kutoka katika nchi ambazo tayari zimeshaanza kutekeleza? Kwa dakika moja. Tumejifunza Ghana, wenzetu wamefika mbali sana kwenye mpango wa bima afya kwa wote. Tumejifunza kwa wenzetu Rwanda, tumejifunza Singapore, tumejifunza Malaysia. Kote huko wametekeleza mpango huu kwa mafanikio makubwa. Ukiangalia Ghana sasa hivi asilimia 47 ya wananchi wao wamekuwa covered. Kile kitengo cha kufika wananchi wao kwa cover asilimia 47, ukienda unaona kweli kuna mabadiliko katika sekta ya afya. Hata kama wengine bado hawajaingia, lakini ile asilimia 47 tu unaona jinsi ambavyo wame improve. Ukienda Malaysia wako kwenye 90 something, lakini unaona kabisa jinsi ambavyo wameweza kuwabeba wale maskini, wale wasiokuwa na uwezo, kwa kuingia wale asilimia kubwa vile, wale wasiokuwa na uwezo wameweza kupata access ya huduma za afya. Kwa ziko nchi mbalimbali ambazo zimefanya vizuri, kuna nchi ambazo bado hazijaferi vizuri, lakini tunachukua wale ambao hawajaferi vizuri, tunajifunza walikosea nini, wale ambao wamefanya vizuri tunachukua ile mazuri yao, tunachanganya,
tukichanganya tunatumia na akili zetu ili tuende tujue tunafikaje katika kiwango cha juu kabisa cha eneo hilo. Naam, mtazamaji wa Channel 10, ni mgeni wangu huyu kutoka katika Wizara ya Afya. Yeye ni mkurugenzi msaidizi wa sera, utafiti na ubunifu, lakini pia ni mratibu wa bima ya afya kwa wote, Tumainieli Macha. Nilikuwa nikizungumza naye hapa, mada ikiwa ikiangazia kuhusu utekelezaji wa ahadi ya bima ya afya kwa wote katika kipindi cha siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Muda nao tutaki tuendelee tena, mkurugenzi. Kama unavyoona muda umekimbia kweli kweli, na tunapaswa kupisha hapa kwa ajili ya marejeo ya taarifa ya habari. Mimi ni Amani Mbando, mtazamaji wa Channel 10, na kipindi hewani ni Baragumu Live. Mwenzangu ni Mapenda ambaye alikuwa katika upande wa picha, na msimamizi wa matangazo haya ni Kuringe Monge. Narejesha matangazo haya studio jijini Dar es Salaam.